Kabla sijaenda kwenye kushauri, jana amekamatwa Mheshimiwa mwenyekiti wa Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu, amekamatwa Ruvuma. Tungependa serikali, kwa kuwa yule ni kiongozi mkuu wa chama kikuu cha upinzani, taarifa za kukamatwa kwake na sababu ziwekwe hadharani, wa Tanzania wazijue na haki itendeke kama Mtanzania mwingine. Taarifa Mheshimiwa. Taarifa. Asante sana Mheshimiwa mwenyekiti. Naomba nimpe taarifa Mheshimiwa mdogo wangu Kenan, mbunge wa Nkasi. Kwa kweli ningekuwa mimi nafasi yako, nisingesimama kumsemea kiongozi asiye na heshima kama yule. Nisingethubutu. Kiongozi huyo nawe muita wewe ni kiongozi, mimi nimemshangaa. Yaani badala ya kuongea na wananchi mambo ya msingi, ameenda kupeleka matusi na kuwadharau wananchi wa Nyasa kwa kuwasemea matusi ya viongozi wao. Akome kabisa. Taarifa. Mheshimiwa Aida Kenan, taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Esther Manyanya. Mheshimiwa mwenyekiti, nimuombe tu mama yangu. Nimelelewa, nimefundishwa. Yule ni mama yangu na amekuwa mkuu wangu wa mkoa wa Rukwa. Ni wajibu wangu kama mbunge, na nimesimama kuiambia serikali haki itatendeka. Mimi naamini na historia nchi yetu endelee kujengwa ya amani na utulivu. Kama kuna kosa limefanyika, liwekwe hadharani kosa lilolifanya na sababu za kukamatwa. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba niendelee. Endelea na mchango wako. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na mambo mengi yaliyofanyika na serikali, nina ushauri kwenye mambo kadhaa. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka jana, mwaka juzi tumezungumza juu ya usafiri wa Ziwa Tanganyika. Tumelisema kwa kina kwenye vitabu tunasomwa kila mwaka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Ziwa Tanganyika, uwekezaji ambao serikali imeweka kwenye bandari, hakukuwa na sababu leo tuzungumzie ukosefu wa usafiri wa uhakika wa Ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunawezaje kuwekeza bandari ya Kabwe, bandari ya Kasanga, bandari ya Kipili, bandari ya Kalema, alafu usafiri haupo kwenye Ziwa Tanganyika? Tulitaka kuachivu nini kwenye hizo fedha tulizowekeza? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ushauri wangu, MV Liemba ni meli ambayo imeharibika muda mrefu sana. MV Mongozo, sababu zake ukiziona, hakukuwa na sababu ya kukaa zaidi ya miaka 8. Leo tuitegemea wananchi wa mkoa wa Rukwa. Kwenye hotuba yako ambayo inatoa mwelekeo wa nchi, tujue sisi wana Rukwa ambao tunaamini uchumi wetu unatokana na mazao tunayolima, ikiwemo mpunga na mahindi. Watu wa Kongo wanategemea mazao kutoka Tanzania. Tunasafirisha kwa njia gani? Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili eneo kumekuwa na changamoto kubwa. Kila siku tunapoteza ndugu zetu kwa usafiri usiokuwa rasmi. Tunawezaje kupeleka meli mpya, iwe ni 2 au 3, kwenye ziwa moja, wakati Ziwa Tanganyika ambalo tungewekeza kwa kina ingesaidia uchumi wa mkoa, lakini uchumi wa taifa?